kila jina, ili kwa jina la Yesu, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni, vitu vya mbinguni na vya duniani, na vya duniani na vya chini ya na vya nchi, chini ya nchi, na kila ulimi na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu ukiri ya Kristo kuwa Yesu Kristo ni Bwana, ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu kwa Baba. utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Ninafundisha kwa habari ya unyenyekevu. Amen. Kuna watu wamepoteza kazi kwa sababu ya kukosa unyenyekevu. Kukosa tu kuonesha kwamba mimi niko chini kwa yule aliyemwajiri. Wamepoteza kazi zao. Haleluya. Kuna watu wamekosa kazi, hawezi kuajirika kwa sababu hawana unyenyekevu. Akienda kutafuta mahali kazi, wanauliza kwa anafanya. Sasa huyo kama mnamchukua mchukueni tu, lakini akishasema hivyo, jamaa anaishi hapo hapo. Natafuta mfanyakazi mwingine. Au anakuchukua kwa tahadhari. Kama mtamchukua iwe kwa mtajua wenyewe at your own risk. Kama ni huyo, ni huyo. Huyo kama ni huyo mchukueni, lakini watu kishasikia tu unyenyekevu. Unyenyekevu umefanya ndoa watu waachane. Unyenyekevu. Maana katika kitu kinahitajika sana kwenye ndoa ni unyenyekevu. Oh yes. Unyenyekevu. Lazima unyenyekevu kwenye ndoa. Ndoa nyingi zimeachana kwa kukosa unyenyekevu. Watu wana unyenyekevu, kila mtu ni mwamba. Kila mtu ni mwamba. Mama ni mwamba, baba ni mwamba. Haleluya. Amen. Unakuta hawezi kukaa. Sawa, mafari wawili wakai sisi moja. Tagombana tu. Unyenyekevu umekosekana kwenye maisha ya kawaida. Watu wengi wamefeli maisha kwa kukosa kitu kinaitwa unyenyekevu. Hawezi kuwa chini, yeye wao wako juu ya kila mtu. Wako juu ya kila mtu kwa sababu hawana kitu kinaitwa unyenyekevu. Haleluya. Amen. Haumheshimu aliyemwajiri. Kawaida tu, aliyekupa wewe atanipa na mimi. Hizo ni lugha ambazo zitakuhamisha mtu. Aliyekupa wewe atanipa na mimi. Kwani ana miguu mingapi? Hataona unyenyekevu. Na wengi wamefeli maisha kwa kukosa kitu kinaitwa unyenyekevu. Wameshindwa kuheshimu watu. Haleluya. Amen. Lakini wewe Mungu akupe unyenyekevu. Pokea unyenyekevu. Amen. Pokea unyenyekevu. Amen. Pokea unyenyekevu. Amen. Pokea unyenyekevu. Amen. Kwa jina la Yesu. Amen. Namba 5, kanuni ya kutembea kwenye ukuu, uaminifu. Duniani kote anatafuta mtu mmoja tu anaitwa mwaminifu. Mithali sura 20 mstari wa 6. Ukisoma andiko hilo unagundua kwamba kumbe uaminifu ni bidhaa adimu sana kiasi ambacho dunia inamtafuta huyo mtu iweze kumuinua. Huyo mtu akipatikana mahali popote, dunia iko tayari kumuinua. Huyo mtu anaitwa mwaminifu. Amen. Haleluya. Amen. Mithali sura 20 mstari wa 6. Biblia inasema wanadamu hutangaza kila mtu hisani yake mwenyewe, bali mtu aliye mwaminifu ni nani awezaye kumpata? Aliye mwaminifu ni nani awezaye kupata? Kwa lugha nyingine, waaminifu ni adimu, hawapatikani. Tutawapata wapi? Haleluya. Amen. Hata makanisani kwenye chumba cha kuhesabia sadaka wamefunga mpaka kamera. Yani usifanye mchezo. Ukifanya mzaa, jamaa wanachukua mama sadaka wanaingiza mifukoni, wanatembea na hawana hata aibu. Wamefunga. Funga kamera kabisa. Maana yake kama waaminifu hata kanisani hawapo, watapatikana wapi? Wapi utawapata? Utamtuma kijana katafute kitu fulani, unajua kinauzwa 20,000. Akirudi anakuambia 30,000. Haleluya. Amen. Sasa mimi na tabia moja, naweza nikakutuma alafu nakufuata nyuma. Ukitoka mimi napita. Najua.
Haleluya. Amen. Kwa nini? Kwa sababu waaminifu hawapo, ni adimu, ni adimu sana. Hasa vijana wengi hawawezi kufaulu kwenye maisha, wengi kwa sababu hawana uaminifu, hawana kabisa uaminifu. Nimefanya kazi na vijana wengi hawana uaminifu, na ukiukosa uaminifu ni ngumu kuinuka, ngumu sana. Amen. Ngumu mno, kwa sababu Mungu anasema hivi, sitakupa cha kwako kama cha mwingine hukufanya sawa sawa. Ni kanuni ya maisha. Unataka kuinuliwa, kile unachokisimamia cha mwingine kifanye vizuri sana, kifanye vizuri mno, ili yule unayemfanyia afurahi, ili siku nyingine Mungu akupe wewe cha kwako. Amen. Haleluya. Amen. Hizo ni kanuni. Umeajiriwa kwenye hoteli, unauza mauzo, unasema hii hajaniona, hii hajaniona. Mteja ameingia na kutoka, hii hajaona. Kitoka utaandika vizuri, unaweka vizuri, unajikausha kama hakuna mtu aliingia. Hela unatia mfukoni. Jambo moja ambalo hujui, yule inawezekana kukuona, ila Mungu anaona. Oh yes. Haleluya. Amen. Na kanuni ya Mungu, anayeinua, tumezungumza, anayeinua nani? Ni Mungu, si mwanadamu. Anayeinua ni Mungu. Unafikiri hawajaniona? Mungu kaona, na amesema, nani atakupa mali wewe ambayo ulikataa kufanya cha mwingine vizuri? Nani atakayekupa? Kwa sababu anasema hivyo Mungu, kwa sababu yeye ndo anayetoa, yeye ndo anainua. Nani atakuinua wewe ambayo kufanya cha mwingine vizuri? Haleluya. Haleluya. Kuna mtu anaelewa? Sasa Mithali anatuambia apatikane wapi huyu mtu? Tutampata wapi huyu mwaminifu? Tutampata wapi? Tutampata wapi huyu mwaminifu? Atapatikana wapi? Haleluya. Kwa nini anasema hivi? Kwa sababu inaonekana ni jambo gumu. Ukimpa tu mtu fursa, akiona tu fursa, naangalia, hawajaniona. Kwenye biashara ya mtu unaingiza mali yako, kwa sababu huyo mtu labda iko Dar es Salaam na hajafunga kamera, na hata hivi inawezekana amefunga kamera lakini iko busy kufuatilia, hawezi kuona. Unaingiza mizigo yako, unauza, alafu ya kwake unauza kidogo. Bosi, mizigo haitoki kabisa, biashara imekuwa ngumu sana, biashara ni ngumu, kumbe unauza vya kwako. Sasa utasubiri sana kwamba Mungu kuna siku atakupa ufungue yako? Haiwezekani. Ni kanuni za kiroho. Na kumbuka ya kwamba chochote unachoiba kinaondoka kama kilivyoingia. Kwa lugha nyingine, chochote ulichoiba hakiwezi kukufaidisha, huwezi kufaidika nacho, kitatoka kama kilivyoingia. Lakini ulichopata kihalali kinaweza kukufaidisha. Amen. Hata kama ni kidogo, kama ni halali, kinaweza kukufaidisha. Hata kama ni kingi, kama si halali, kinatoka kama kilivyoingia, kwa sababu kimeingia kwa wizi, kitaibiwa hivyo hivyo. Ndio kanuni. Unashangaa tu, ila si imeendaje? Ulikuwa na hela nyingi asubuhi, jioni hazipo, zimeendaje? Unakuta wamenunua si mtumba wenyewe kumbe umechanika mara sini. Haleluya. Mungu akupe uaminifu katika jina la Yesu. Amen. Pokea uaminifu katika jina la Yesu. Amen. Nasema pokea uaminifu katika jina la Yesu. Amen. Haleluya.